Imebainika kuwa maafisa wa polisi wa trafiki huchukua hongo barabarani kwa amri ya mabosi wao na maafisa wakuu wa serikali. Isitoshe, tume ya maadili na kukabili ufisadi EACC imefichua kuwa polisi wamewekewa malengo ya kila siku na kila wiki wanapokusanya mlungula. Haya ni kwa mujibu wa ripoti ya hivi punde ya EACC baada ya uchunguzi kufanywa kati ya Februari mwaka 2025 na Juni mwaka huu. Laban Shaban na taarifa hii. Ripoti mpya ya tume ya maadili na kukabili ufisadi imeanika uozo wa ufisadi na ukiritimba katika huduma ya polisi. Uchunguzi wa mwaka 2025 uliofadhiliwa na idara ya Umoja wa Mataifa kuhusu dawa za kulevya na uhalifu na Muungano wa Ulaya umetambua mianya inayowezesha ufisadi na utovu wa maadili. Miongoni mwa yaliyofichuliwa paruanja ni kuwa visa vya hongo katika idara ya trafiki vinaendeshwa katika mifumo iliyopangwa ikapangika. Nikinukuu moja kwa moja, maafisa wamewekewa malengo na wakuu wao kila siku, hongo ikisambazwa kutoka chini kwenda kwa mamlaka za juu. EACC inapendekeza polisi wavalishwe kamera na kufanyiwa ukaguzi wa mali mara kwa mara na kushtakiwa ama adhabu nyingine mbali na uchunguzi wa ndani kwa ndani. Ufichuzi huu rasmi unadhibitisha wazi matukio maovu ambayo Wakenya wamekuwa wakishuku kuwa maafisa wakuu wa serikali wanamegewa hongo za barabarani. Ripoti hii kadhalika inaanika kuwa idara ya polisi haina mifumo inayohitajiwa ya kuchunguza maadili. EACC imebaini kuna utepetevu katika kuunda na kutekeleza mifumo ya uongozi na mikakati bora ya kuangazia malalamishi na sera. Katika vituo vya polisi, ripoti hiyo inachora taswira ya kusikitisha ya upunjaji, utepetevu na unyanyasaji. Mwangalizi wa maadili anaorodhesha utozaji wa pesa katika biashara za vileo na michezo ya pool tables ili wanabiashara wapewe ulinzi. Utathmini wa EACC umeweka wazi nafasi za makurutu wa polisi zinauzwa, polisi wengine wakihitajiwa kulipa pesa kiwango fulani ili wapandishwe vyeo. Kwenda mbele, tume hii inatarajia usimamizi wa polisi uunde mfumo thabiti wa kutekeleza mapendekezo ya kusuluhisha mushkil zilizoorodheshwa na kuwasilisha Integrity Center siku 30 zijazo. Laban Shaban, NTV.